nafasi ya kuletea ujumbe wa neno la Mungu. Nipende ufunike macho yako, nimshukuru Mungu kwa ajili ya neno la Bwana. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya neno lako na chakula ambacho Mungu umetuandalia tena siku hii ya leo. Libarikiwe jina lako takatifu, wewe uliye mkuu wa utukufu na mkuu wa uzima. Asante Bwana kwa sababu umetupa neema na kibali tena cha kusikia kutoka kwako siku ya leo. Mungu wangu, tunajua katika mazingira ya kawaida, Bwana, sio kwa namna ya kawaida unaweza ukasema hivi vitu, Bwana. Ni vitu ambavyo vimetunza urithi mkubwa sana, Bwana, na siri kubwa sana, Bwana, ambazo katika mazingira ya kawaida tusingeweza kuiona au tusingeweza kutazama na kupata. Lakini upendo wako peke yako Mungu umeachilia hivi vitu kwetu ili tuweze kuona msaada wako, Bwana, katika msalaba wa kutusaidia kututoa mahali ambapo Mungu tumekwama. Sifa na utukufu na heshima ninakurudishia wewe, Bwana. Nijalie nami mtumishi wako na mtoto wako kulisema neno lako katika hekima yote na ujuzi na ufahamu wote wa rohoni. Roho Mtakatifu ukae pamoja nasi na nguvu zako Mungu zikifunika katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaomba Mungu kwa ajili ya mtoto wako ambaye anapata nafasi ya kusikia neno hili, Bwana. Ninaomba Mungu wangu ukafungue akili zake apate kuelewa na maandiko katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila roho pinzani na kila nguvu za giza ninatangua juu yake. Kila pepo na kila roho Mungu inayoweka uzito wa kusikia na kuelewa kitu ambacho unasema katika majira haya, ninatangua kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Ninanyunyizia damu ya Yesu kama vile Musa alivyovinyunyizia vile vitabu, alivyonyunyizia na wale watu, nami ninanyunyizia damu yako Yesu Kristo, iliyo damu ya agano, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ili waelewe kwa kadri ambavyo Mungu unasema nao, katika jina la Yesu Kristo nikiomba na kushukuru, amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nipende tena kukukaribisha kwenye semina ya leo. Ni siku ya 3 ya semina. Kama ni mara yako ya kuhudhuria, mara yako ya kwanza kuhudhuria, itakuwa ni mara ya kwanza ya kuhudhuria, lakini ni siku ya 3 ya semina. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jana Mungu alitupa nafasi ya kusikia vitu kadhaa ambao vilikuwa vinaendelea kutupanulia wigo wa somo letu ambalo tulikuwa nalo. Na jana tulitazama vitu vingi sana ambavyo Mungu alikuwa analenga kututoa kwenye mazingira ambayo, mfano wa mazingira aliyopita Rahabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na alitutazamisha juu ya vitu vingi sana ambao vilikuwa vimefichwa ndani ya ule msaada ambao Rahabu alipata. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Jana nilipata nafasi ya kukusemesha juu ya Rahabu na Rahabu wa leo. Na jana nilijaribu kukupitisha kwenye maeneo mengi sana. Hatuna namna tunaweza tukarudi kule, lakini moja ya maeneo ambayo nilipata nafasi ya kukupitisha, niliweza kukuonyesha juu ya namna ambavyo unaweza ukajiweka kwenye nafasi ya Rahabu ili uone msaada wa Mungu ambao alimpa Rahabu, ili na wewe uweze kupata msaada wa Mungu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu nilipokuwa na kusemesha, nilikuwa na kuonyesha juu ya mazingira Rahabu aliyokuwa nayo. Ni mara nyingi sana unaposikia somo kumuhusu Rahabu, ukatazama kwa habari ya ukahaba aliyokuwa nao. Lakini leo jana nilikuwa najaribu kukusemesha juu ya mazingira zaidi ya ukahaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na ndani yake unaweza ukakuta kundi sana la watu. Maana ukishaanza kuizungumzia habari ya Rahabu kama Rahabu kwa habari ya ukahaba wake, watu wengi sana wanajitoa. Lakini kwa sura ambayo Mungu alitusemesha jana, ilitupa kuona nafasi au ilitupa kuona kuwa watu wengi sana wanaingia kwenye kundi la hali ambayo Rahabu alikuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Unasema ina umuhimu gani? Ina umuhimu sana uweze kujua mazingira Rahabu aliyokuwa nayo katika wanawake, ili uweze kuona msaada wa Rahabu aliyopata kwamba unakufaa na wewe. Kwa sababu unajua sio rahisi sana ukaona msaada aliyopata Rahabu kwamba unaweza ukaupata na wewe, usipoona mahali alipokuwa mazingira aliyokuwa nayo Rahabu, ukajiona na wewe kule ndani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Nilikupa mfano wa vitu kadhaa, sina namna naweza kurudi kule nyuma, lakini miongoni mwa mazingira ambayo nilikusemesha ni juu ya mazingira ambayo watu ambao walikuwa wamemzunguka Rahabu.
Na nilikwambia Rahabu alikuwa sio tu kwamba alikuwa kahaba, lakini alikuwa amezungukwa na watu ambao walikuwa wanafanana na yeye au wanafanana na hali waliokuwa nayo. Lakini kulingana na Biblia inavyotuambia na namna ambavyo Rahabu baadaye alikuja kupata msaada, na tulipoona mwisho wake tukaja tukagundua ya kwamba kesho ya Rahabu au maisha ya Rahabu ya baadaye yalikuwa yafanani na watu waliokuwa wamemzunguka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ulikuwa ukimkuta kwenye kundi la makahaba wenzie, unaweza ukafikiri wote wanafanana. Ni kwa sababu ya kazi ya mkini wanayofanya au mazingira waliokuwa nayo. Lakini kiroho, ukicheki ndani ya Rahabu, kuna kitu kikubwa sana Mungu alikuwa amewekeza kwa habari ya maisha yake baadaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ulikuwa ukienda ukicheki mbinguni kwenye rekodi za Rahabu, Mungu alichompangia ni tofauti sana na wenzie aliokuwa anakaa nao au waliokuwa wamemzunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Na nikuonyesha vitu vingi sana, namna ambavyo alipata msaada. Mungu aliamua kumletea wapelelezi. Wale wapelelezi hawakuja tu ikipeleleza nchi, lakini walikuja kumbadilishia Rahabu mazingira ya watu wanaomzunguka. Kwa sababu kila siku akiamka asubuhi anazungukwa na makahaba. Ile siku amekuja anashangaa, siku anatembelewa na wapelelezi. Ghafla anajikuta anaamka asubuhi hazunguku tena na makahaba, anazungukwa na wapelelezi, anazunguka na watu ambao wana imani tofauti na ya kwake, anazunguka na watu ambao wana maisha tofauti na kwake. Na ghafla ikambadilishia mtazamo, akaamua kufanya maamuzi. Akasema, alo, mnatoka nimewasaidia, lakini mnapotoka hapa, mtakapokuja kutoa Yeriko, msiniache na mimi. Kwa nini? Anasema msiendelee kuniacha na watu hawa wanaozunguka. Mimi nimeona kabisa, nilipokaa na nyie nimeona mazingira tofauti, nimeona hali ya hewa tofauti sana, ambayo tofauti kabisa na niliyokuwa nayo. Na ghafla nimeona kesho yangu ndani ya kile ambacho mmebeba nyinyi. Kwa hiyo mtakapokuja kuharibu mji, msiniache. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Nilikusemesha vitu vingi sana ambavyo nilijaribu kukuonyesha namna ambavyo unaweza ukajiweka kwenye mazingira ya Rahabu ili uweze kupata msaada na kuomba kwa Mungu akuletee msaada kama aliyomletea Rahabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unaweza ukatafuta kila sababu ukasema, hivi Mungu iliwezekanaje akamsaidia Rahabu na ni kahaba? Mungu hatupi sababu kwa nini alimsaidia Rahabu. Hatupi sababu. Tuasifiwe. Kuna watu wengi sana kwenye ule mji ambao angewasaidia, lakini ukicheki vizuri utakuja kugundua kwamba Rahabu alipata msaada wa tofauti sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Wakati wale wapelelezi wanatoka kwa Yusufu, kwa Yoshua, hawakuambia mahali pa kufikia. Ni kama wewe unavotoka nyumbani unasema nakuja Mwanza jamani, unapanga na mahali pa kufikia afu unawasiliana nao. Hao wapelelezi walikuwa wanaenda kwenye nchi ambayo kwanza ni adui zao tayari, lakini cha pili hawana mwenyeji. Kwa hiyo sio kwamba alipigiwa simu Rahabu akasema, "Halo, tunaleta wapelelezi hapo. Hakikisha kwamba unawapokea na kuwapa mazingira mazuri ya kulala." Kulikuwa hamna mawasiliano namna hiyo. Wale wapelelezi walitoka moja kwa moja wakaenda kwa Rahabu. Utakuja kugundua kabisa ni Mungu aliwaongoza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wangeenda kwenye nyumba nyingine. Kwa nini? Kwa sababu Rahabu, kulingana na kazi aliyokuwa anafanya, Waisraeli wasingeweza kukaa kwenye ile nyumba. Kwa nini? Kwa sababu kwa Waisraeli kahaba ni najisi. Hawezi hata kukaa karibu na watu wengine. Hawezi hata kushirikiana na watu wengine. Anakaa mbali, anawekwa mbali. Lakini walipoamua kutembelea mji wa Yeriko, wakakaa kwake, wakalala kwake, Biblia inasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa nini nakwambia hizi habari? Alipata kibali cha ajabu sana. Alipata kibali cha ajabu sana.
Sio kibali ambacho hata Wakristo wengi unaweza ukapata, lakini kahaba alipewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Nimekusemesha hivi vitu angalau ili kukupa ya jana, ili uweze kuelewa kitu ambacho Mungu alitusemesha jana. Lilikuwa ni somo la kibinafsi kiasi ya kwamba kila mtu unajitazama, lilikuwa ni kioo. Maana yake ni kama Mungu anakuwekea kioo, anajaribu kujicheki hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Leo tutaenda mbali kidogo. Mungu atatusemesha kitu kingine leo. Lakini nimejaribu kukusemesha haya mambo kwa sababu ni ya muhimu sana. Unaweza ukapata nafasi ya kwenda kupitia maandiko na wewe, ili na wewe uweze kuona namna ambavyo unaweza ukapata msaada ambao Rahabu alipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nilikuonyesha pia namna mbinu za Mungu alivyowasaidia, mbinu za kumsaidia Rahabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa sababu unaona wana wa Israeli wakati wanaenda kuchambulia Yeriko, Mungu alimsema na Yoshua, miji yote walioipiga, mataifa yote walioyapiga, walikuwa wazunguki mji. Walikuwa wanaingia kwenye mji, wanapiga watu, wanachoma majengo, wanaondoka. Lakini this time, wakati Joshua anataka kukabili Yeriko, Mungu akamtokea. Akamwambia, unataka kufanyaje? Akasema, unajua nataka Bwana nipige Yeriko. Niharibu Yeriko. Mungu akamwambia Joshua, vua viatu vyako. Maana alikutana na malaika wa Bwana wakati anaukabili Joshua, anaukabili Yeriko, anataka kwenda kuupiga. Mungu akamwambia, vua viatu vyako, maana hapo uliposimama ni mahali patakatifu. Ilibidi amtumie malaika, amiri jeshi wa mbinguni, amfundishe mbinu. Sasa nisikilize. Unajua ni kitu cha ajabu sana ukisoma ule mstari, kitu unakiona. Wakati Joshua anaenda kukabili Yeriko, Mungu alipomtokea akamwambia, vua viatu vyako. Alipovua viatu akaanza kumwambia mikakati ya namna ya kukabili Yeriko. Akamwambia, hamtaupiga kama mlivyozoea kupiga miji mingine. Huu mji mtauzunguka siku 6, na siku ya 7 mtauzunguka mara 7. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa nataka uunganishe mbinu Joshua aliyopewa na msaada Rahabu aliyopata. Ile ilikuwa sio mbinu tu ya kuwasaidia Waisraeli kushinda ile vita, kwa sababu misingi walioiharibu yamkini ilikuwa haina msaada kwa. Wangeamua kuupiga walivyoupiga, wangepita, haina shida. Lakini mbinu waliokuwa wamepewa ilikuwa imeunganishwa na msaada kwa ajili ya kumsaidia Rahabu. Kwa sababu wangepigana kama walivyozoea kupigana, wao wangepata ushindi, lakini Rahabu asingepata msaada. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka uelewe, Joshua wakati anaenda kuupiga Yeriko, ile mbinu waliopewa ilikuwa sio mbinu ya wao tu kuwasaidia kushinda vita. Ilikuwa ni mbinu pia ya kumsaidia Rahabu kutoka kwenye ukahaba na kutoka Yeriko. Kwa nini? Kwa sababu ukiitazama ile mbinu, huoni inaongeza kitu gani kwenye ile vita yao. Kwa sababu kama ilikuwa shida ni kuua watu wa Yeriko, wangeingia ndani, wakapiga Yeriko, wakaua watu wote, wakachoma mji, wakaondoka. Kulikuwa kuna haja gani ya kuzunguka mji? Kama ingekuwa wakizunguka watu wanakufa, fine. Lakini ilikuwa kuwapiga watu kwa upanga, kulikuwa pale pale. Lakini unaona walipokuwa wanauzunguka, ile mbinu haikuwa tu msaada kwao kushinda vita. Ilikuwa ni mbinu ambayo iliunganishwa kwa ajili ya kumsaidia pia Rahabu kutoka kwenye ukahaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ndio maana kuna watu ambao wanaweza wakaletwa kwenye mji huu, wakapewa mbinu, wakapewa huduma na kitu cha kufanya, ukaona tu wanapita wanahubiri. Wanaweza wakapewa mbinu ambayo kwa huduma ya kwao haina sababu ya kufanya wanachokifanya, lakini unaona Mungu anaongoza kufanya kitu kwenye utumishi wao, ukafikiri ni kama vile ni watu wanapita tu. Lakini ndani ya mbinu ya utumishi wao waliopewa imebeba msaada kwa ajili ya watu wengi sana, sio kwa ajili ya huduma yao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ndio maana nilikwambia huu ni msaada mkubwa sana Rahabu alipata.
Kwa sababu ungemwambia Rahabu jiombe utoke kwenye ukahaba, asingeweza. Kama angeomba sana, angeambia Mungu naomba unisaidie unitoe kwenye ukahaba, angemaliza. Lakini Mungu aliamua kutafuta watu, akawapa mbinu. Alitafuta waombaji ambao akawapa mbinu ya namna ya kushughulika na ile misingi ya Yeriko. Ndio maana unapotafuta msaada, kama upate msaada wa Rahabu, lazima Mungu akutafutie waombaji watakaofunuliwa mbinu ya kukusaidia. Kwa sababu unajua ni wakati, unaweza kuwa wakati mgumu kiasi ya kwamba hata kumsikia Mungu huwezi tena. Ni lazima upate mtu kama kina Joshua ambao watakuwa tayari kutega sikio kwa Mungu, apewe mbinu kwa ajili ya kukufundisha au kwa ajili ya kukusaidia, kukuombea ili utoke hapo. Unasema nini? Ni kwa sababu inapokuja kwenye swala la kutoka kwenye misingi, kama niliyokuambia jana, misingi ya imani inayoshika kesho yako, inayomzuia Mungu kukujenga kwa ajili ya kesho yako, sio kazi nyepesi. Inahitaji msuli wa imani, na sio msuli wa imani, inahitaji pia na upako na nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa sababu walipokuwa wanazunguka Yeriko, walikuwa sio tu kwamba wanazunguka, lakini ilikuwa inahitaji wawe na imani. Ungekuwa unawakuta wana wa Israeli wanazunguka pale, ungesema hawa ni vichaa kabisa. Yaani wanazunguka tu hapa, wakati mji, wakati watakiwa waingie huku ndani waupige. Unaweza stamina ambayo walikuwa nayo na kitu ambacho walikuwa wanafanya kwa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa nini? Kwa sababu wewe fikiria, kama unazunguka mji, unaambiwa ukishamaliza kuzunguka utaanguka. Maana yake sio mazingira ya kawaida. Ni lazima Mungu awe amekufunulia na imani yako imekaa mahali pa kumsikia na kumwelewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Nimekusemesha haya maneno ni muhimu sana, ili angalau kwa wale ambao hawakuwepo wapate nafasi ya kusikia na kuelewa namna mahali ambapo tumetoka na namna ambavyo Mungu ameendelea kufunua vitu vya kutusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nilikwambia toka jana pia nilikwambia, unajua usipojua thamani ya kesho yako Mungu aliyokukusudia, uweze ukaamua kuingia gharama ya kutafuta msaada wa kutoka mahali uliko. Uweze ukaona thamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ndio maana Mungu anautangaza mwisho tangu mwanzo. Unajua Mungu akikusemesha mwisho leo, anaamsha kiu yako ya kuwa na spidi kwenye mabadiliko ili ufikie kesho yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu unajua, usio unakuja kanisani kwa hasara, usio unamtumikia Yesu kwa hasara. Unapomtumikia Mungu unatakiwa upate faida, na kuna ngazi ambayo unatakiwa kwenda. Ukikaa miaka 10, kitu unachoambulia ni kwamba una tendency nzuri sana ya kila Jumapili kuja kanisani, haikusaidii sana. Ni lazima kwamba miaka 10 ya wokovu uonyeshe hatua ambayo upo. Hatusemi kwamba kuwa kanisani tu ni vibaya, utaenda mbinguni. Lakini inapokuja kwenye swala la kufika kwenye ngazi ambayo Mungu anataka, hamna kitu unapata. Ndio maana nawaambiaga kila siku, usije tu kanisani kuongeza attendance ya kuja. Njoo ukiwa na lengo la kupata msaada. Hata Mungu alipokuvuta kwenye wokovu akakuingiza ndani ya Kristo, alikuwa na lengo la kwamba upate kitu ambacho amekukusudia, ufike kwenye hatua ambayo Mungu amekukusudia kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndio maana mara nyingi sana tunapopata nafasi ya kualika watu kwenye semina kama hizi, kitu ambacho nawekaga msisitizo sana, usije kwa sababu umeona bango. Njoo kwa sababu moyoni mwako kuna nafasi ambayo Mungu anahitaji kuweka kitu kwa ajili ya kukusaidia kwenye maisha yako ya baadaye. Usipokuja na hilo lengo kwenye semina, uwe na uhakika utatoka na mahubiri, utatoka na msaada. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, 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 haleluya. Nilipokuwa nimeokoka kipindi cha nyuma, niliamua kuingia gharama. Nilikuwa naingia bookshop, bookshop, na nunua vitabu na materials zangu za kusoma, na maliza 100,000.
nanunua vitabu tu na material za kusoma 100,000. Unasema unatafuta nini huko ndani? Nimeona kesho yangu, natafuta msaada, namna ya kufufuka. Ndio maana ukiona watu wananunua vitabu, wananunua Biblia, wewe usizani kwamba ile hela hawana kazi ya kufanya. Thamani ya Biblia ilichobeba ni zaidi ya nyumba unayoishi. Unaweza kuzani mtu anatoa mbona laki ni nyingi sana. Nimeona thamani kubwa sana kuliko kwenye kile ninachonunua kuliko laki ninayotoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Somo la leo tutakaloendelea nalo ni somo ambalo tuliendelea kuwa nalo jana. Linaenda kwa kichwa kinachosema misingi ya imani yenye sauti juu ya kile kinachotakiwa kujengwa kwa ajili ya kesho yako. Mungu aliyokukusudia tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kwa wale ambao walikuwepo nafikiri wameandika kichwa cha somo, lakini acha nirudie kwa faida ambayo hawakuwepo. Misingi ya imani yenye sauti juu ya kile kinachotakiwa kujengwa kwa ajili ya kesho yako. Mungu aliyokukusudia tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Misingi ya imani yenye sauti juu ya kile kinachotakiwa kujengwa kwa ajili ya kesho yako. Mungu aliyokukusudia tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Misingi ya imani. Hakikisha kwamba unaandika. Hakikisha kwamba unaandika. Nakumbuka jana wakati nafundisha, ilipofika katikati pamenoga, nikaona mtu ndo anaanza kutafuta karatasi. Sasa amepata pointi, anaogopa ataisahau na daftari hajaja nalo. Sasa mara nyingi natoaga hii tahadhari. Unajua unaweza ukaja kanisani unachukulia kila kitu ni kawaida, lakini kuna kitu Mungu anaweza kaachilia ni cha kwako. Kikipotea kimeenda hivyo, hakirudi, ni pancha. Ndio maana shauriji tu kuwa na daftari. Kuwa na daftari ni kwa faida yako. Ukija kama kutalii pia sio mbaya, masikio yanasikia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Katika somo hili la leo, tuliendelea kuwa na mstari wa kiutangulizi kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 21 hadi mstari wa 26. Huu ni mstari wetu ambao Mungu alitupa wa kutazama ili somo katika sura ambayo anataka tutazame. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ukisoma ile Mathayo 7 mstari wa 21 hadi mstari ule wa 27, anasema kwa habari ya ndugu ambao walimfuata siku ya mwisho. Ule mstari wa 21 anasema, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Ule mstari wa 24 anasema, basi ninapofika hapa lazima niweke pause kidogo, kwa sababu kuna kitu cha msingi pale nataka uone. Anaposema basi, maana yake anataka ujue ya kuwa alichokisema kuanzia mstari wa 21 hadi 25 ina muunganiko wa anachokisema mstari wa 24 hadi 27. Sasa anasema basi, kwenye Biblia ya Kiingereza inasema vizuri, inaongelea therefore, kwa sababu hiyo kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile ikaanguka, nalo anguko lake likawa kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lengo la kukusomea mstari wa 21 hadi 23 ni ili uweze kuona habari ya wale ndugu ambao walienda kwa Yesu wakimwambia kwa habari ya shuhuda ya vitu walivyofanya. Anasema waliponya watu kwa jina la Yesu, waliponya wagonjwa kwa jina la Yesu, walifanya miujiza mingi kwa jina la Yesu.
Yesu akawaambia, ondokeni kwangu, siwatambui. Ondokeni kwangu nyie mtendao maovu. Alafu anasema pale chini, kwa sababu hiyo au basi kila asikiaye maneno yangu na kuyafanya anafananishwa na. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Nilikwambia jana kwa nini Yesu aliamua kutoa sababu ya alichokifanya au alichokisema kwa wale watu, kwa kuzungumzia kwa habari ya misingi. Kwa sababu unaona kwenye ule mstari anaanza kusema kwa habari ya anayesikia maneno yangu na kuyafanya anafananishwa na mtu ajengee nyumba yake kwenye misingi. Kitu ambacho nataka uone kwenye ile mistari, wakati Yesu anawasikiliza wale watu wanatoa ushuhuda, alikuwa hawasikilizi kile walichokuwa wanasema au kile walichofanya. Alikuwa anacheki misingi ya walichofanya. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ni kwamba alikuwa anawasikiliza wanasema, unajua tumefanya miujiza mingi kwa jina, anasema ni sawa. Tumeponya wagonjwa, ni sawa. Lakini wakati mnafanya hicho mnachokifanya, hayo maelekezo nani aliwapa? Ndio maana pale Yesu anasema, ayasikie maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na. Sasa anaposema ayasikie maneno yangu na kuyafanya, maana yake alikuwa anajibu kwa nini nimewakatalia hawa kutokuwatambua na kutokutambua alichokifanya. Kwa nini nimekataa? Ni kwa sababu anayeyasikia maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili ajengee nyumba yake juu ya mwamba. Maana yake hawa ndio wamefanya walichokifanya, lakini kuna namna fulani katika kile walichokuwa wanakifanya walikuwa wanatekeleza neno lingine, walikuwa wanafuata neno lingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa nini? Nachotaka uone pale ni kitu gani? Nataka uone kitu kilichoko ndani ya somo letu. Somo letu linasema misingi ya imani yenye sauti juu ya kile kinachotakiwa kujengwa juu ya kesho ya, kwa ajili ya kesho yako. Mungu amemuumba kila mtu na kusudi alilolikusudia. Nilikwambia toka jana ya kwamba Mungu amekuumba, kuna kusudi amekusudia kwenye maisha yako. Kila mtu Mungu amemuumba, kuna kitu amekusudia. Na kuna vitu Mungu anahitaji kujenga kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ili Mungu ajenge kwenye maisha yako anahitaji misingi. Ukicheki wale watu kitu walichokuwa wanakisema ni kama vile Yesu anawaambia, mlichokifanya hakina sauti kwangu kama misingi ya mlichokifanya. Ngoja nirudie hapa. Hii ni pointi ya msingi sana unatakiwa kuelewa. Alipokuwa anawasikiliza wale watu juu ya walichokifanya, wamefanya miujiza. Alipokuwa anawajibu, anajaribu kuwaambia kwamba mlichokifanya hakina sauti kubwa kwangu kama misingi ya mlichokifanya. Kwa tafsiri, kwa maana hiyo ni kwamba wakati nyie mnaeleza mlichokifanya, mimi nilikuwa nasikiliza na tazama misingi ya mlichokifanya. Na kwa hiyo misingi ya mlichokifanya ina sauti kubwa kwenye maamuzi niliyoyafanya kwenu. Kwa hiyo mnapoenda unajaribu kuongelea juu ya mlichokifanya, msifikiri kwamba maamuzi yangu nimefanya kwenye ngazi ya kile mlichokifanya. No, maamuzi yangu yametokana na misingi ya mlichokifanya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, 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 haleluya. Hii ni kitu muhimu sana unatakiwa kuelewa, kwa sababu usipoelewa hapa kuna vitu vingi sana ambavyo hutaweza kuona kwenye huu mstari na hutaweza kuona kwenye hili somo. Maana sio watu wengi sana wanajua kuna misingi ya imani ambayo ina sauti kubwa sana kwenye maisha yako, kiasi ya kwamba Mungu akija akikucheki namna hii, unaomba na kuomba na Mungu kama vile ajibu kanyamaza. Unaomba usiku na mchana, Mungu naomba unisaidie kwenye hili, Mungu naomba unisaidie kwenye hili. Na unacheki, unajaribu kujikagua, huna dhambi. Unajaribu kucheki, Mungu nimekosea wapi? Labda kuna dhambi imejificha kwenye soksi, unavua hadi unakunguta, hamna. Nawaambia sasa, Mungu kwa nini unisaidii? Unajaribu kutafuta kila sababu, lakini usijue ya kwamba misingi inaweza ikawa na sauti kubwa kwa Mungu kuliko utakatifu wako, kuliko usafi wako. Bwana Yesu asifiwe.
Haleluya, haleluya, haleluya. Ndio maana lazima ucheki vizuri. Sio kila unachonyimwa ni kwa sababu unanyimwa. Wakati mwingine unachonyimwa ni kwa sababu ya misingi yako. Kuna misingi ya imani ambayo imejengwa kwenye maisha yako, ambayo ina sauti kubwa kuliko mazingira ulionayo, kuliko hali ulionayo, ambayo inamzuia Mungu kujenga anachotaka kukujenga kwa ajili ya kesho yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ungewauliza wale watu wakati Yesu anasema yale maneno, ungesema Yesu una uonevu kweli. Yaani unataka kuniambia hao kwani wamefanya kitu gani kibaya? Hamna kitu wamefanya kibaya. Tena wameponya kwa jina lako. Wameponya wagonjwa. Na sisi tukiona wagonjwa wameponya tunafurahi, si ndio? Tunasema huyu ndo Bwana. Miujiza imefanyika, tunasema huyu ndo Bwana. Lakini Yesu aliwakataa. Sasa unauliza, Yesu wao wamefanya kosa gani? Unataka kutuambia kwamba uponyaji wao haukuwa muhimu? Unataka kutuambia kwamba miujiza ambayo ilikuwa inatukuza jina lako haikuwa ya muhimu? Yesu anapojaribu kusema vile, anajaribu kusema walichokifanya haijalishi kwamba kilikuwa kinatukuza jina langu. Misingi ina umuhimu kuliko kile walichokuwa wanafanya. Kwa nini? Kwa sababu swala la wao kunisikia neno langu na kufanya ninachoelekeza kina umuhimu kuliko muujiza waliofanya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, 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 haleluya. Watu wengi hawaelewagi lugha mara nyingi. Yesu anaweza kukataza usikemee pepo. Ukikemea ni dhambi. Si watu wengi wanaelewa hilo. Kuna saa Yesu anaweza kukataza usimwombee mtu. Na ukimsikia Yesu anakukataza ukasema shindwa pepo kwa jina la Yesu, toka. Hao watu wakati wanakemea kwa jina la Yesu, kuna namna Mungu alikuwa anasemesha. Unasema kwa nini? Inapokuja kwenye swala la mapenzi ya Mungu ni kitu cha ajabu sana. Ni zaidi ya kujibu madai ya watu yaliopo. Inawezekana kuna wagonjwa wengi sana, inawezekana kuna watu wengi sana na mahitaji mengi sana, lakini inapokuja kwenye swala la mapenzi ya Mungu inahitaji kujibu kiu ya Mungu kwanza kabla haijajibu madai ya watu wanachokihitaji. Kwenye misingi inatafuta kujibu hitaji la Mungu kwanza kabla ya hitaji lako. Ndio misingi kitu inafanya. Sasa pale alipokuwa anasema vile, alikuwa anasema mimi ninachokihitaji ni ninyi msikie maneno yangu na kuyafanya. Alafu hii miujiza najenga juu yake. Hii kuponya najenga juu yake. Kwa nini? Kwa sababu ukifanya miujiza kama hujasikia neno langu, haijalishi umeponya kwa jina langu, sitapata heshima. Wewe ndio utapata heshima. Ndio maana unakuta mtumishi ameponya wagonjwa, umsikie Yesu akitajwa, atatajwa mtumishi asubuhi mpaka jioni. Ndio kitu Yesu hataki. Inapokuja kwenye swala la kufanya mapenzi ya Mungu na kutiicha Mungu, siku zote Mungu anaanza kupewa heshima kwanza. Unasema kwa nini? Kwa sababu msingi ndio unaamua nani anapewa heshima kwenye hicho kinachofanyika. Okay, nakupa hela, nani anapata heshima? Okay, unataka nikujengee maisha mazuri, nani anapata heshima? Kwa sababu anayepata heshima kwenye hicho unachotaka Yesu ajenge, hapati heshima kwenye kile unachofanya. Anapata heshima kwenye misingi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Mimi nataka uelewe hivi vitu, kwa sababu sio lugha kwenye Biblia watu wanaitaka kabisa, hususan wapendwa wengi. Yeye akija ataka bandika mkono, twende kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa na Yesu anapokuja kutazama, unaumweka mtumishi kwenye jaribu gumu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Nilikusemesha mfano jana, nikamwambia dada mmoja alipokuja akaniambia naomba uniombee mtumishi. Kitu gani? Sasa niombe nipate mtoto. Swali langu lilomuuliza una ndoa? Akasema hapana. Kwa nini? Wanafikiri Mungu ni ATM tu. Unaweza kaenda ukachomoa tu kila saa unataka chwa. Haviendi namna hiyo. Ana utaratibu wake. Unasema kwa nini? Fikiria. Ukiamua kumwombea akapata mtoto, ndoa ina heshima tena. Bwana Yesu asifiwe.
Haleluya, haleluya. Nimekaa hapa angalau kuweza kukusemesha, kwa sababu kuna vitu vingi sana inawezekana unamwomba Mungu usiku na mchana, na usipojua namna ya kutembea kwenye hichi kitu, sio rahisi sana ukapata msaada. Sio rahisi sana ukapata msaada. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Hii ni lugha ambayo shetani hataki ujue, lakini Mungu anataka ujue. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Leo tunaenda mbali kidogo. Nimesema angalau nikuwekee hiyo kitu ili kukuweka mahali pazuri uweze kuona ili somo katika namna ambavyo Mungu anataka. Katika namna ambavyo Mungu anataka. Ndio maana nilikusemesha juu ya lengo mojawapo la somo ambalo nilikusemesha jana. Nilikusemesha kwa habari ya kwamba tunapomaliza somo hili ni uweze au kukufundisha uweze kusikia sauti ya misingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu wakati anawasikiliza wale watu walisikia sauti ya misingi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Leo tunataka tuseme kitu kingine hapa. Tunaenda mbali kidogo. Jambo la leo ambalo nataka nikusemeshe, jambo la kwanza ambalo nataka nikusemeshe hapa, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Pointi ya kwanza, jambo la kwanza, uhusiano wa sadaka na udhihirisho wa nguvu za Mungu kushughulika na imani msingi. Uhusiano wa sadaka na udhihirisho wa nguvu za Mungu kushughulika na imani msingi na misingi ya imani inayokunyima usijengwe kwa ajili ya kesho yako. Uhusiano wa sadaka. Uhusiano wa sadaka na nguvu na udhihirisho wa nguvu za Mungu kushughulika na imani msingi na misingi ya imani inayokunyima usijengwe kwa ajili ya kesho yako. Inayokunyima usijengwe kwa ajili ya kesho yako. Kitabu cha Yoshua sura ya 6. Yoshua sura ya 6 mstari wa 26. Nitaenda kwa haraka kidogo angalau kukuweka kwenye nafasi nzuri ili uweze kupata kitu ambacho Mungu anataka upate. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kitabu cha Yoshua, uhusiano wa sadaka na udhihirisho wa nguvu za Mungu kushughulika na imani msingi na misingi ya imani inayokunyima usijengwe kwa ajili ya kesho yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Tunapoenda ni mbali, kwa hiyo jitahidi kwenda kwa spidi ili nisaidie na mimi niende kwa spidi pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kitabu cha Yoshua sura ya 6 mstari wa 26 anasema, naye Yoshua akawaapisha kiapo wakati ule, akasema, na alaaniwe mbele za Bwana mtu yule atakayeinuka na kujenga tena mji huu wa Yeriko. Ataweka msingi wake kwa kufiuliwa na mzaliwa wake wa kwanza, na mzaliwa wake wa kwanza wake, na mzaliwa wa kwanza wake. Tena atayasimamisha malango yake kwa kufiwa na mtoto wake mwanamume aliye mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hii ni habari ambayo ni mstari ambao tumekuwa tukitembea nao katika siku hizi 3. Lakini leo nautaka nikutazamishe kwa sura nyingine kabisa. Yamkini hujawahi kuona. Pande hapo ukisoma kwenye hii habari utakuta huyo ni Joshua baada ya kuangusha Yeriko na kubomoa kila kitu. Anaamua au ana laani mtu ambaye ataamua kuinua misingi ya ule mji tena. Anasema afiwe na mzaliwa wake wa kwanza, lakini ainue malango yake kwa kufiwa na mzaliwa wake mwanamume ambaye ni mdogo. Sasa twende tukacheki mji aliyekuja kujenga mji nini kilimpata. Ukisoma kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 16 mstari wa 34. Wafalme wa kwanza sura ya 16 mstari wa 34.
Wafalme wa kwanza sura ya 16 mstari wa 34. Biblia inasema, katika siku zake Hieli Mbetheli akajenga Yeriko, akatia misingi yake kwa kufiwa na Abiramu mzaliwa wake wa kwanza, na kuyaweka malango yake kwa kufiwa na mwanawe mwana wake mdogo Segubu, sawasawa na neno la Bwana alilonena kwa Yoshua mwana wa Nuni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hii ni habari ya Hieli Mbetheli ambaye baadaye aliamua kuja kujenga Yeriko baada ya miaka mingi sana kupita. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kutoka kitabu cha Joshua, wakati Israeli ndio wanaingia kwenye nchi ya Kanaani, mpaka kitabu cha Wafalme ni miaka mingi sana imepita. Maana yake unaongea kipindi ambacho waamuzi walisimama tayari. Unaongea kipindi ambacho wafalme walisimama tayari, kina Sauli, kina Daudi. Kwa hiyo ni kipindi kirefu sana kimepita. Zaidi ya mkini ya miaka 100 imepita. Bwana Yesu asifiwe sana. Anainuka mtu hajui habari za Yeriko, hajui kwamba nini kilitamkwa pale. Amekuta tu eneo, ya mkini ni mwekezaji, akaamua kuja kujenga. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa ndani ya muunganiko wa hizi habari, kitu ambacho nataka nikuunganishia hapa, nataka nikuunganishia alichokisema Joshua, lile neno la Bwana alilosema Joshua la laana, na kile kilichotokea kwa Hieli Mbetheli wakati alipoamua kuinua misingi ya mji wa Yeriko, akafiwa na mwanae mzaliwa wake wa kwanza ambaye jina lake anaitwa Abiramu. Alipofiwa akazika, akaweka matanga, akaendeleza ujenzi. Pia sema alipopandisha malango yake, mtoto wake mdogo wa kiume akafa. Pia sema kama sawa sawa na neno la Bwana alilolisema Joshua mwana wa Nuni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa ndani ya hii mistari kuna vitu vya ajabu sana Mungu alinionyesha. Nataka tupite leo. Tunataka tutazame juu ya uhusiano wa sadaka na udhihirisho wa nguvu za Mungu, ili kushughulika na misingi ya imani na imani msingi inayokunyima usijengwe kwa ajili ya kesho yako. Kwa ajili ya kesho yako. Sasa moja ya utangulizi ambao nataka upate tunapotazama hii mistari kulingana na pointi yetu tulio nayo, ili uweze kuunganisha juu ya sadaka na udhihirisho wa nguvu za Mungu ambazo zitakusaidia kushughulika na misingi ya imani na imani msingi ambazo zinazuia Mungu asikujenge kwa ajili ya kesho yako. Wakati Abiramu anafiwa na mtoto wake wa kwanza, anafiwa na mtoto wake wa pili, kwa kawaida ukitazama unaweza ukafikiri ni kufiwa kwa kawaida, lakini nataka nikutazamisha ya kwamba wale wa mtoto kiume aliyekufa wa kwanza na mtoto wa kiume aliyekufa wa mwisho hawakufa kama kufa. Wale walikuwa ni sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka tuende taratibu hapa, kwa sababu ni mahali ambapo usipodaka hii. Bwana Yesu asifiwe. Yule mtoto wa kiume aliyekufa na mtoto mdogo aliyekufa walikuwa ni sadaka. Sasa nitakuonyesha kitu ambacho kitakusaidia kuelewa kwa nini walikuwa ni sadaka. Kwa sababu wewe unaona tu wanakufa, lakini usijue kwa nini walikuwa ni sadaka na kwa nini Mungu anatusemesha kwamba walikuwa ni sadaka. Kwa sababu usipoelewa tafsiri ya neno sadaka, huwezi ukaelewa kwa nini walikuwa ni sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Walikuwa ni sadaka kwa sababu walitumika kujibu kile kilichokuwa kinazuia Yeriko isijengwe, na walitumika kuondoa kile kilichokuwa kimewekwa kama kizuizi cha Yeriko kujengwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Nataka uelewe hapa kwa sababu kuna watu wanatakiwa kuvuka leo. Sasa usipoelewa hii, unajua unaweza usipate mpenyo wa kutoka. Kwa nini walikuwa ni sadaka?
walikuwa ni sadaka, kwa sababu kufa kwao kulikuwa kuna jibu kile ambacho kilikuwa kinazuia mji wa Yeriko usijengwe. Kinajibu kwa nani? Kinajibu kwa Mungu, kwa sababu aliyezuia Yeriko kujengwa ni Mungu. Unasema unajuaje kama ni Mungu? Kwa sababu maneno Joshua aliyosema, Biblia inasema sawa sawa na neno la Bwana. Halikuwa neno la Joshua, ila aliyesema ni Joshua, lakini lile neno lilikuwa ni neno la Mungu. Kwa hiyo aliyekuwa anazuia ni Mungu. Kwa hiyo walipokuwa wanakufa wale watoto, walikuwa hawafi kama kufa, lakini walikuwa ni sadaka, kwa sababu walikuwa wanajibu kile ambacho Mungu alikiweka kwa ajili ya kuzuia Yeriko isijengwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa nini? Kwa sababu thamani yao kama sadaka haiko kwenye kule kufa kwao. Thamani yao kama sadaka iko kwenye jibu la kile ambacho kilitakiwa kujibiwa, ili lile zuio la kujenga Yeriko liondolewe. Kwa sababu Yeriko ili lile zuio liondolewe lilihitaji kufa kwa mzaliwa wa kwanza na kufa kwa mtoto wa mwisho. Na kwa sababu hiyo ikawapa heshima ya kuwa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana sadaka yoyote ambayo inaamsha nguvu za Mungu za kushughulika na misingi ni lazima ikatumike kujibu kile ambacho kimezuia usijengwe au usiwekewe misingi ya kimungu ya kukusaidia kujengwa na Mungu kwa ajili ya kesho yako. Kama sadaka haijafika kwenye hiyo ngazi, haijafika ngazi ya kuwa msaada kwa ajili ya kukutoa kwenye misingi ya imani inayokukwamisha usijengwe kwa ajili ya kesho yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ngoja nikusemeshe hapa angalau uhusiano, ili nitaendelea kukumegea ndani hivi vitu ili uweze kuona. Lakini ni siri ya ajabu sana ambayo itakusaidia. Ni siri ya ajabu sana ambayo itakusaidia. Ngoja nikusemeshe uhusiano wa kwanza wa sadaka na udhihirisho wa nguvu za Mungu, ili iweze kukusaidia kukutoa au kukutenga na imani msingi au misingi ya imani. Ngoja nikusemeshe uhusiano wa kwanza. Uhusiano wa kwanza. Na ninapokusemesha juu ya uhusiano huu, ni ili kukusaidia vitu ambavyo lazima uvitazame, ili utoaji wako wa sadaka uambatane na udhihirisho wa nguvu za Mungu. Usipoelewa huu uhusiano, huwezi ukajua pia ni kitu gani kitasaidia unapotoa sadaka iambatane na udhihirisho wa nguvu za Mungu za kukusaidia. Maana yake upate majibu. Uhusiano wa kwanza wa sadaka na udhihirisho wa nguvu za Mungu za kukutoa kwenye hii misingi ya imani inayokukwamisha usijengwe kwa ajili ya kesho yako ni nafasi ya sadaka kwenye misingi au kwenye msingi. Ni nafasi ya sadaka kwenye misingi au kwenye msingi. Ninacheka maana Roho Mtakatifu naona amefunua kitu hapa kwa haraka sana. Nafasi ya sadaka kwenye msingi au kwenye msingi. Huu ni uhusiano wa kwanza. Lazima ujue nafasi ya sadaka ili udhihirisho wa nguvu za Mungu zizihirike. Ni lazima ujue nafasi ya sadaka kwenye misingi. Ukisoma kile kitabu cha Yoshua ile sura ya 6 mstari wa 26, anasema atakayeinua misingi ainue misingi kwa kufiliwa na mzaliwa wa kwanza, alafu ainue malango yake kwa kufiliwa na mtoto wake mwanamume aliye mdogo. Okay, turudi hapo. Tutafakari pamoja. Sema tutafakari. Sema tutafakari. Kwa nini atakayeamua kujenga msingi afiliwe na mtoto wa kwanza, asifiliwe na mtoto yoyote tu ili mradi ni mtoto? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na kwa nini wachaguliwe watoto? Nataka tuone taratibu hapa. Na kwa nini wachaguliwe watoto wawekwe kwenye maeneo tofauti wakati mazuio yanaondolewa? Kwa sababu unaona mtoto wa kwanza wa kiume anawekwa kwenye ujenzi wa msingi, mtoto mdogo wa kiume anawekwa kwenye malango. Unasema kwa nini? Zile ni nafasi zao. Sasa nataka nikuonyeshe
yule mtoto wa kiume wa kwanza kama sadaka alikuwa ni nafasi, au tunaweza tukasema ni nafasi ya sadaka kwenye misingi. Kwa nini? Inapokuja nafasi ya sadaka kama sadaka, sio kitu chochote tu kinaweza kikatolewa. Ndio maana ililazimika awekwe mzaliwa wa kwanza. Unasema kwa nini? Ni kwa sababu nafasi yake kwenye msingi ya ile sadaka ilikuwa inaitwa mzaliwa wa kwanza. Hujanielewa. Nafasi yake kama sadaka, yule mtoto ni mtoto, lakini nafasi yake kama sadaka kwenye misingi ilikuwa inaitwa mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo kwa namna nyingine ni kwamba kilichomponza yule mtoto ni kwa sababu ni mzaliwa wa kwanza, na kwa sababu misingi sadaka iliyokuwa inatakiwa kule ili nguvu za Mungu zizirike, ili nguvu zizirike, ilikuwa inahitaji mtoto atolewe mwenye nafasi ya mzaliwa wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nataka uelewe nafasi yake yule mtoto kama sadaka ilikuwa inaitwa mzaliwa wa kwanza kwenye misingi, ilikuwa inaitwa mzaliwa wa kwanza. Na kwa sababu hiyo nafasi yake kisadaka ilikuwa inaitwa mzaliwa wa kwanza kwenye misingi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Na kwa sababu hiyo unapotoa sadaka ni lazima ujifunze kutafuta uhusiano. Mungu alikuwa anatafuta kitu gani? Sadaka inayotolea ili iambatane na udhihirisho wa nguvu za Mungu, ni lazima utambue nafasi yake kwenye misingi. Sio sadaka yoyote tu unaweza ukatoa kwa kujisikia unavyojisikia. Kwa nini? Kwa sababu kinachoamua sadaka inayotolewa inategemea nafasi yake iliyopewa kwenye misingi. Kwa sababu ile nafasi ikijazwa na ile sadaka, ghafla inakutana na udhihirisho wa nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Ngoja nitaendelea kukusemesha vitu vingi hapa ili uweze kuelewa. Kwa sababu unapotoa sadaka kwa ajili ya misingi, unaposhughulika na misingi, ni lazima imani yako iseme ile sadaka inaenda wapi, inakuwa positioned wapi. Kwa sababu kuna mahali inapelekwa, inakuwa positioned pale. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Wangapi wana taa za umeme nyumbani? Okay, wako. Wangapi wana tochi? Okay, wanazo. Wangapi wana zile switch za nyumbani, washa zima? Wangapi wanazo? Okay. Ukifikaga nyumbani ukikuta umeme hauwaki, unasema hebu angalia hiyo switch imekaa juu au imekaa chini. Si tunasemaga hivyo? Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake nafasi ya ile switch ndio inaamua umeme uwake au si wake. Kwa hiyo nafasi ya ile sadaka ndio inaamua nguvu ziachiliwe au zisiachiliwe. Kwa sababu ghafla ile sadaka ikienda kwenye position inayotakiwa kwenda, ina activate katika ulimwengu wa kiroho, mbingu zinaachilia nguvu zake kwa ajili ya kuharibu na kuingia kwenye ile misingi na kutikisha kule ndani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Ni muhimu sana uweze kuelewa hapa. Ndio maana switch ikiwa chini, haijalishi umeme upo, taa iwaki. Unasema kwa nini? Sadaka ni switch ya kuamsha nini? Ukiweka sadaka kwenye mahali inapotakiwa koya, ile sadaka ikienda pale inawasha switch. Unasema switch ya namna gani? Umeme wa TANESCO uingie paka kwenye misingi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inasema nitatikisa nchi na mbingu. Anatikisa kwa nini? Kwa nguvu zake. Oh haleluya. Ngoja nikusemeshe kipengele cha pili hapa. Muda wa sadaka. Uhusiano kati ya sadaka na udhihirisho wa nguvu za Mungu ni muda wa sadaka. Muda wa sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sadaka inapotolewa, unakumbuka wale watoto wakati wanakufa, mzaliwa wa kwanza wa kiume
na mzaliwa wa kwanza na mdogo, wakati wanakufa wale watoto, kitu ambacho nakiona pale ni kwamba yule mtoto aliye wa kwanza aliyekufa na wa pili aliyekufa, angalia muda wao haukufanana. Lakini kitu kingine unachokiona pale ni kwamba angalia maneno yalipotamkwa mpaka mtoto anakufa ni lini. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka udake vizuri hapa. Tumeongelea muda wa sadaka ndio unaounganisha sadaka na udhihirisho wa nguvu za Mungu. Maana yake sadaka ina muda, imebeba muda ndani yake. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Wakati yule mtoto anakufa, Abiram mzaliwa wa kwanza, kipindi anakufa ilikuwa imepita miaka mingi sana, lakini kufa kwake kulikuwa kunatatua tatizo lililotokea miaka 100 iliyopita. Kwa hiyo alipokufa hapa, ilisafiri ikarudi mpaka hapa, ikatatua tatizo liloko hapa ili limruhusu baba yake aendelee kujenga. Hujaelewa. Wakati ule mtoto anakufa, ndani yake alikuwa amebeba muda uliobebwa kwa ajili ya kuamua ile sadaka inashughulikia mpaka wapi. Ndio maana alipokufa, kule kufa kwake kulitatua tatizo la miaka 100 iliyopita. Maana yake ni kwamba kile kilichoachiliwa pale, zile nguvu za Mungu zinazoachiliwa pale anapokufa, ile sadaka ndo inasema ziende mpaka miaka mingapi nyuma, ziende mpaka miaka mingapi nyuma. Kuna watu hawajanielewa. Kuna watu hawajanielewa. Unapowasha umeme, unajua ndani ya ile switch kuna muda. Unawasha umeme, unasema wake mpaka saa ngapi. Ule muda ukifika wa umeme kuwaka, unazima. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nimekwambia kwamba uhusiano wa sadaka na udhihirisho wa nguvu za Mungu, sadaka inapotolewa hapa, kuna nguvu za Mungu zinaachiliwa hapa. Lakini ili nguvu za Mungu ziachiliwe hapa, ukubwa wake na udogo wake unategemea muda uliofungwa kwenye ile sadaka. Kwa nini? Ndio inasema ule msaada unaoachiliwa pale uende mpaka wapi. Kwa nini? Kwa sababu yule mtoto alipokufa pale, yale maneno ya kunenwa siku ile kwenye Wafalme 1 yalinenwa miaka mingi iliyopita. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Na kusemesha hichi kitu kwa sababu ni kitu cha muhimu sana. Maana watu wengi sana Mungu anapowasemesha kuachilia hii sadaka, akiwasemesha juu ya muda hawasikii. Unasikia unatoa sadaka, toa sadaka. Afu unasikia ndani ya moyo wako position imani yako tangu kuumbwa misingi ya ulimwengu, au position imani yako tangu ukoo wako umezaliwa. Na uelewe maana yake nini? Maana yake unajaribu kuambiwa hivi, kwenye hiyo sadaka ibebe muda, iwekee muda kwa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Iende mpaka wapi? Hiyo misingi ilijengewa mpaka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ngoja nikusemeshe uhusiano mwingine. Uhusiano mwingine, anayetoa sadaka kwa ajili ya anayetakiwa kufunguliwa toka kwenye misingi. Anayetoa sadaka kwa ajili ya anayetakiwa kufunguliwa toka kwenye misingi. Toka kwenye misingi. Huu ni uhusiano mwingine. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka tuende haraka hapa, maana tunahitaji kuwasha moto hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunataka moto wake. Tunataka moto wake. Aina ya sadaka, anayetoa sadaka kwa ajili ya anayetakiwa kufunguliwa toka kwenye misingi ya sadaka. Nimekwambia uhusiano ni muhimu sana ili uweze kuunganisha utoaji wako wa sadaka na udhihirisho wa nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na uhusiano mmoja wapo ni anayetoa sadaka kwa ajili ya anayetakiwa kufunguliwa toka kwenye misingi. Ukisoma kitabu cha Yoshua, wakati Joshua anasemesha ile laana, alikuwa anaongea Abiramu hakuwepo.
lakini aliyekuwa amefungwa ni Yeriko. Yeriko ndo ilikuwa inafungwa. Alisema, na laaniwe atakayeinua misingi yake na kujenga mji wa Yeriko. Aijenge misingi yake kwa kufiliwa na mzaliwa wa kwanza, na ainue mlango yake kwa kufiliwa na mzaliwa wake wa mwisho. Alikuwa na laani Yeriko usijengwe. Anayetoa sadaka kwa ajili ya anayetakiwa kufunguliwa kwenye misingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Yeriko ndo ulikuwa umefulaniwa na ndo umefungwa usijengwe, wewe ndo umefungwa usijengwe, umezuiwa. Hakuna kujengwa hapa, hakuna kupandishwa msingi hapa, umezuiwa. Sasa fikiria, anayekuja kugharimia ile gharama ni mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa nini nataka uone sadaka na uzirisho? Kwa sababu unaona, wakati Yeriko unalaaniwa ulifungwa asijenge mtu, lakini akaja Abiramu, kwa sababu yeye ndo alitaka kujenga, akalazimika kuingia ile gharama. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Sasa nisikilize vizuri, kwa sababu Mungu ndo anahitaji kukujenga. Mungu ndo anahitaji kukujenga kwa ajili ya kesho aliyokukusudia. Ni Mungu ndo anayetaka kukujenga. Kwa hiyo usifikiri kwamba Mungu ndo anaingia gharama au wewe ndo unaingia gharama, lakini Mungu yeye ndo anatakiwa kuingia gharama kwa ajili yako kwanza. Kwa nini? Yeye ndo anataka kujenga. Abiramu wote walikuwa wanapita Yeriko, hawakulipa gharama. Kwa nini? Hawakuwa wanahitaji kujenga. Sasa sikiliza, yule aliyekuwa anataka kujenga ndo ilibidi aingie ile gharama ya kutoa ile sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na kwa hiyo Mungu alipokuwa anahitaji kutujenga katika Mungu, yeye ndo aliamua kutoa sadaka inayoitwa sadaka Yesu. Akaamua kumtoa Yesu awe sadaka kwa ajili ya ili yaingie gharama ile. Unasema kwa nini? Yeye ndo alihitaji kutujenga, ilibidi yeye ndo aingie ile gharama ya kushughulika na kitu gani? Ya kushughulika na misingi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa sababu Yesu Mungu asingeamua kumtoa Yesu kama alikuwa hana haja ya kutujenga ili tuwe hekalu lake ambalo Mungu amelikusudia. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Ngoja nikusemeshe jambo la nne hapa la uhusiano mwingine. Uhusiano wa nne ni muunganiko wa sadaka inayotolewa na roho inayopokea. Muunganiko wa sadaka inayotolewa na roho inayopokea. Muunganiko wa sadaka inayotolewa na roho inayopokea. Ukisoma vizuri kwenye ile habari, wakati yule mtoto anakufa wa yule mzee Heyeli Mbetheli, Biblia inatuambia wazi kabisa, alipokuwa yule mtoto wake alipokufa, alikufa kwa sababu aliamua kuijenga misingi ya Yeriko. Sasa kitu ambacho nataka uone pale ni ule muunganiko wa sadaka inayotolewa na roho inayopokea sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Nilikwambia yule mtoto wa kwanza au mwanamume alikuwa ni sadaka. Sasa angalia roho ipi ilipokea ile sadaka, ili uweze kuelewa uhusiano uliopo kati ya sadaka inayoachilia na nguvu zinazoachiliwa. Kwa nini? Roho iliyokuwa inapokea sadaka ndio ilikuwa imebeba nguvu zinazotakiwa kuachiliwa wakati sadaka inatolewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unasema kwa nini? Kwa sababu wakati yule mtoto sadaka inatakiwa kutolewa, yule mtoto anatakiwa afe. Kilichopokea ile sadaka unaiona pale, kulikuwa kuna roho ya mauti iliyotokana na nini? Na adhabu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Hiyo yote nataka nikusemeshe ili uelewe kitu gani, ili uweze kuelewa unapoachilia sadaka au sadaka inapoachiliwa,
kwa lengo la kukutoa kwenye misingi inayokwamisha Mungu asikujenge kwa ajili ya kesho yako, kwa ajili ya kushughulika na imani misingi. Uwe na hakika unapotoa sadaka, kuna roho inayopokea sadaka pale, na ile roho inayopokea sadaka ndio imebeba nguvu zinazoachiliwa kwa ajili ya kushughulika na ile misingi ambayo imekushika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Unajua watu wengi sana, si watu wengi sana wanaelewa. Unapotazama misingi ya mahali, unaweza ukazani iko hewani tu. Kuna roho kule ndani, kuna roho kule ndani, na si watu wengi wanaonaga hichi kitu, lakini kuna roho. Na usipojua kwamba kuna roho, wakati mwingine unaweza ukashangaa ni kwa nini hali inakuwa kama inavyokuwa. Unasema kwa nini? Unaweza ukakaa kwenye mji, alafu unashangaa kuna kitu fulani kinanyonya nguvu, kwa sababu misingi ya mji ikiwa imejengwa kwenye misingi ya nguvu za giza, kule chini kunawekwa roho za nguvu za giza, kunawekwa roho nyingine kule ndani, zinakaa kule ndani. Unasema kwa nini? Ili kunyonya nguvu zingine ambazo zitajaribu kupambana nazo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndio maana nataka uelewe muunganiko ni muunganiko muhimu sana. Unapotoa sadaka, kuna roho ambayo inapokea. Ngoja nikusemeshe uhusiano mwingine hapa. Moyo unaopokea na nguvu zinazoachiliwa. Moyo unaopokea na nguvu zinazoachiliwa. Moyo inaopokea na nguvu zinazoachiliwa. Wangapi walishawahi kusikia kwenye familia nyingi, baba akifa, unakuta anafuatwa na mtoto wake wa kiume wa kwanza anakufa? Wangapi walishawahi kusikia hizo habari? Unakuta aidha mzee wa ukoo amekufa, alafu anafuata kijana mkubwa naye anakufa. Kuna vifo vya kufuatana, au mmoja amekufa kwenye familia, anaambatana na wenzie kama watatu, wanafuatana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Watu wengi sana wanafikiri ni kufa kama kufa kwa kawaida, lakini kuna kufa sadaka. Ungeongea na Abrahamu, ungeambia hii ni sadaka, asingekukatalia. Angeambia mtoto wangu amekufa kwa namna ya kawaida. Kwa nini? Kwa sababu ghafla kuna roho ya mauti ambayo inaanza kupokea zile watu wale wengine kama sadaka zinazoachiliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Jambo lingine nimekuambia, uhusiano mwingine ni uhusiano wa moyo unaopokea na nguvu zinazoachiliwa. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 19 hadi wa 21. Mathayo sura ya 6 mstari wa 19 hadi wa 21. Biblia inasema hivi: msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibupo, wevi huvunja na kuiba, bali jiwekeeni hazina mbinguni, kusikoharibika kitu kwa nondo wala kwa kutu, wala wevi hawavunji wala hawaibi. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwa na moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ukisoma kwenye hii habari, nataka uone muunganiko uliopo kati ya moyo unaopokea na nguvu zinazoachiliwa. Moyo unaopokea nini? Unaopokea nguvu zinazoachiliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapotoa sadaka, uhusiano wa sadaka na nguvu zinazoachiliwa ni uko katika moyo unaopokea zile nguvu na nguvu zinazoachiliwa. Kwa nini? Hazina yako ilipo, ndipo na moyo wako uliko. Unapopeleka sadaka kwa ajili ya kushughulika na ile misingi, unapeleka na moyo wako. Sasa nisikilize, ule moyo wako ukienda pale, unapoenda unapokea nguvu, zinaachiliwa nguvu ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sijui watu wengi sana kama wanaelewa hii sayansi ya kiroho ya sadaka. Unapotoa sadaka, Biblia inaposema hazina inamaanisha sadaka. Unapotoa sadaka, unapeleka na moyo wako. Sasa unapopeleka moyo wako, ule udhihirisho wa nguvu za Mungu unategemea sana juu ya moyo unaopokea.
zile nguvu na nguvu zinazoachiliwa. Kwa nini? Kwa sababu ule moyo ndo utatrigger, utaamua unapokea nguvu kiasi gani na nguvu gani zinaachiliwa. Kwa hiyo unapoleta sadaka kwa ajili ya Mungu kukusaidia kushughulika na ile misingi, kuna nguvu zinazoachiliwa, na zile nguvu zinazoachiliwa zinategemea sana juu ya moyo unaopokea. Kwa nini? Kwa sababu sio swala tu la kutoa sadaka, ni swala pia la kupokea kile unachotakiwa kupokea wakati unatoa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa nini? Unapoenda kutoa sadaka, tarajia kupokea nguvu za Mungu. Tarajia nguvu za Mungu zitaachiliwa juu yako. Na kitu gani kinasema nguvu za Mungu zitaachiliwa? Ni moyo wako unaoenda na ile sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Wakati Abiramu amezuiwa kujenga ule mji wa Yeriko, alikuwa sio tu amezuiwa kujenga. Yeriko umezuiwa kujengwa, lakini umezuia pia na nguvu za kujenga. Kuna kitu hujanielewa. Yeriko ulipozuiwa kujenga, hakuzuia tu kujenga, alizuia na nguvu za kujenga. Ndio maana mahali pengine unaweza usione moja kwa moja kwamba umezuiwa kujenga, lakini huna hela za kujenga. Bwana Yesu asifiwe. Ukiulizwa kwa nini ujengi, utasema sina hela, lakini kiukweli sio kwamba huna hela, ni kwa sababu umezuiwa. Hapo unapotaka kujenga pamezuiwa kujenga. Ukitaka kujenga sehemu nyingine hela unapata, za pale haupati. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana inapokuja unapoachilia sadaka, weka imani yako kwamba kuna nguvu za Mungu zinaachiliwa, na moyo wako ufungue, uwe tayari kupokea nguvu za Mungu, kwa sababu ndio uhusiano ulipo pale. Kwa nini? Kwa sababu zuia mojawapo la misingi ni kukunyima pia nguvu za kujengwa. Ili Mungu akujenge, unahitaji upako, unahitaji nguvu za kushirikiana na Mungu wakati anakujenga, za kushughulika na ile misingi. Wengine watapokea upako hapa wa kushughulika na misingi, kwa sababu sio stamina ndogo, inahitaji stamina kubwa. Wakati mwingi wengine inaweza kuhitaji siku 7 za kuomba kama walivyozunguka kina Joshua. Wengine itahitaji miezi 2, wengine miaka 3. Sasa fikiria huo upako wa kuendelea kudumu kwenye hayo maombi unaopatia wapi? Maana yake Mungu anapoachilia nguvu zake, zinaenda moja kwa moja kwenye misingi. Kwa nini? Zinapitia kwenye moyo wako. Moyo wako ni mlango. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Leo nataka uelewe pointi, ni jambo la msingi sana, kwa sababu sipodaka hapa kuna vitu ambavyo hutapata. Kuna vitu ambavyo utapata. Zipo nguvu za Mungu hapa. Unapoachilia sadaka, huleti sadaka ya kawaida. Unaleta sadaka ambayo ndani yake inasogeza moyo wako, ili nguvu za Mungu ziachiliwe kwa ajili ya kushughulika na misingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Nataka uelewe hichi kitu kitakusaidia mahali pakubwa sana. Ndio maana nimekaa hapo muda mrefu, ili kuweza kukuwekea connection ya kutosha. Connection ya kutosha. Moyo wako unahitaji kujazwa nguvu. Hujawahi kuona kuna vitu unasikia nyumbani kwako mpaka unachoka, unasema nimeomba mpaka nimechoka. Sio kama umechoka, nguvu zimeisha. Lakini fikiria, nguvu imeisha, Yeriko haijaanguka, misingi haijaanguka. Fikiria wale wangechoka siku ya 5 kuzunguka Yeriko, ingekuwaje? Na lazima upachazwe nguvu. Ishu ya kushughulika na misingi sio ishu nyepesi. Sio ishu ya kuamka asubuhi kitu tu kinaenda chap. Sio kitu chepesi. Mungu anahitaji kukujaza nguvu. Aingize nguvu ndani ya moyo wako. Ashughulike na vitu vilivyojengwa ndani ya moyo wako. Asambaratishe. Alafu akuwekee msuli. Ajenge msuli ndani yako wa kukaa kwenye maombi, wa kutembea kwenye maombi, mpaka misingi inajengwa, mpaka Mungu anajenga. Kwa nini? Yule Mbeseli alipomaliza, yule alipozaliwa, ghafla hajatuambia kwamba kipato chako kilikuwaje, lakini unaweza ukakuta wakati mtoto wake anakufa anapata na hela za, alipokufa wa pili akapata na hela za kupandisha juu paa. Bwana Yesu asifiwe. Hujawahi kuona kuna mwingine ambaye ghafla unakuta, hujaelewa ni kwa nini anataka kununua gari, anaambiwa toa mtoto wako, alafu ghafla akishatoa mtoto wake anapata upako.
anapata nguvu, anaendelea kujenga. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Ndio maana ni kitu muhimu sana nataka uelewe hapa. Hii ni pointi muhimu sana unataka uelewe juu ya eneo la sadaka. Unaweza ukatoa mahali ambapo hujawahi kujenga muda mrefu, unatafuta hela zinakosekana kabisa. Hujajua ya kwamba Joshua alisema maneno, pasijengwe hapa. Huyu mtoto asije akajengwa katika elimu yake, asije akajengwa. Wamezuia. Na unagundua kabisa unaenda shule haviendi. Sio kwamba usomi, unasoma, lakini umezuiwa. Ndio maana unapoachilia hii sadaka, Mungu anaachilia nguvu zake ili ndani yako akujaze nguvu. Unasema kwa nini? Ghafla unashangaa na akili zinarudi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unasema kwa nini? Anazuia masomo yako, anazuia usijengwe kupitia elimu. Ngoja nikupe jambo la mwisho hapa la kimahusiano. Uhusiano wa kieneo. Uhusiano wa kieneo. Uhusiano wa kieneo. Uhusiano wa kieneo. Nikusemesha hilo jambo, nikusemesha la mwisho hapa, tupate nafasi ya kuingia kwenye maombi. Nishaanza kusikia upako hapo umeshaanza kumwagika. Live live. Eneo, uhusiano kieneo. Uhusiano kati ya sadaka na udhihirisho wa nguvu za Mungu ni wa kieneo. Uhusiano kieneo. Kieneo. Ukisoma kitabu cha Yoshua ile sura ya 6 mstari wa 26, nimekusomea sana. Wakati Joshua anazuia wasiujenge tena, wasijenge, alaaniwe, alilaani. Alipolaani alisema alaaniwe atakaye ujenga Yeriko. Alafu aliyekuja kujenga, aliyefiwa ni yule aliyeamua kujenga Yeriko. Sasa cheki vizuri. Nataka uone uhusiano wa sadaka iliyotolewa na udhihirisho wa nguvu za Mungu. Yule mtoto alipokufa, yule wa kwanza na yule wa mwisho, ukafunguliwa uwezo, ukaachiliwa uwezo wa kuijenga Yeriko. Yeriko ni kubwa sana. Sifikiri alikuwa ni mtu mmoja, sijui alikuwa na hela kiasi gani. Lakini hata kama tuseme, inawezekana yeye alikuwa anataka ajenge kaploti tu, lakini ilifunguliwa eneo zima. Hujanisikia? Yule mjamaa Heyeli alipokuwa anajenga Yeriko, sifikiri kama alikuwa anajenga yote. Fikiria Yeriko ilikuwa ni kama nchi fulani hivi. Walikuwa wanakaa watu wengi sana. Alafu aje mtu mmoja kama leo aseme nataka kuijenga Tanzania, imebomolewa na sasa nataka nijenge. Ana hela kiasi gani? Yule Mbetheli inawezekana alikununua kaploti, anatafuta kaeneo, lakini aliingia gharama ya kushughulika na zuio la nchi nzima. Kwa hiyo yeye alipotoa ile sadaka, Yeriko nzima, wenzie wote waliokuwa baadaye wananunua ploti pale hawakulipa tena sadaka ambayo yeye amelipa. Kwa nini? Kwa sababu ile sadaka ilipotolewa, zile nguvu za Mungu zilipoachiliwa, zilishughulika na misingi ambayo ilikuwa imefunga eneo zima. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana usishangae unaweza kaachilia sadaka hapa, Chato nzima ikafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu anataka tunapoachilia sadaka hapa, nguvu za Mungu anazoenda kuachilia ni kwa ajili ya kushughulika na misingi imani na imani msingi na misingi ya imani ambayo imeshika kieneo. Ile zuio au ile laana ilitamkwa kwa Yeriko nzima, lakini yamkini alilipa gharama mtu aliyekuwa anajenga kaploti, alafu wengine wote wakafaidika. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa nini nakusemesha kitu cha namna hii? Nakusemesha hichi kitu ili uweze kuelewa connection ya upako na imani. Na maana yake, kama wakati mwingine ule upako ulioachiliwa pale, yamkini alikuwa anataka kujenga kaploti, lakini akapokea upako wa kujenga eneo zima. Ndio maana kuna upako utaachiliwa hapa. Kuna watu ambao hawatamtumikia Mungu Mbuye tu, wataenda Chato nzima, wataenda Tanzania nzima. Unasema kwa nini? Kwa sababu ghafla kuna kitu kinaachiliwa hapa, kinachofungua mipaka yote, kinafungua territory nzima. Kama ilikuwa imezuiwa iachiliwe. Yeriko nzima ilikuwa haijengeki, hamna mtu anajenga. Kwa sababu kulikuwa hamna mtu anayetaka kuingia hiyo gharama ya kufiwa na mtoto wake wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini yuko Mungu aliyeingia gharama pale msalabani. Oh haleluya. Oh haleluya. Ngoja nikusemeshe jambo la mwisho hapa tupate nafasi ya kuomba. Nafasi ya sadaka Yesu. Nafasi ya sadaka Yesu
na nguvu zilizoachiliwa ilipotolewa katika kukutenga na misingi ya imani mibaya na kukuwekea msingi itakayojenga kesho yako. Tambua nafasi ya sadaka Yesu na nguvu zilizoachiliwa ilipotolewa katika kukujenga, katika kukutenga. Zilizoachiliwa ilipotolewa katika kukutenga na misingi ya imani mibaya na kukuwekea misingi itakayojengwa kesho yako. Kitabu cha Ufunuo sura ya 13. Naomba niende haraka pale, alafu nipate nafasi ya kumshukuru Mungu hapa, alafu tuingie kwenye fire. Tuwashe moto hapa. Ufunuo sura ya 13. Ufunuo sura ya 13 mstari wa 8. Kandaraba shakorobosiki. Mbingu zimeshaanza kusema tumeitika. Ufunuo sura ya 13 nimesema hivi, tambua nafasi ya sadaka ya Yesu na nguvu zilizoachiliwa ilipotolewa katika kukutenga na misingi ya imani mibaya na kukuwekea msingi itakayojengwa kesho yako. Niruhusu niende kitabu cha Ufunuo sura ya 13 mstari wa 8. Ufunuo sura ya 13 mstari wa 8 anasema hivi, na watu wote wakaao juu ya nchi watamsujudia kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Sema 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 mwana kondoo. Sema mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Nani alikuwepo wakati misingi ya dunia inawekwa? Nyosha mkono. Okay, inawezekana sio. Nani anayejua babu yake alikuwepo wakati misingi ya dunia inawekwa? Nyosha mkono. Hata Adamu wako yako. Sasa nisikilize vizuri. Yesu alitolewa kama sadaka misingi, wakati misingi ya dunia inawekwa. Maana yake kabla kitu chochote hakijaumbwa, Mungu alimtoa Yesu kama sadaka. Sasa nisikilize, wakati Mungu anamtoa Yesu kama sadaka, alimtoa akamweka, alimtolea kwenye misingi. Sasa nisikilize, haikuwa tu sadaka ya kawaida, lakini ilikuwa ni sadaka msingi. Biblia inasema alichinjwa, maana yake aliuawa, alitolewa sadaka tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kwa nini aliweka tangu kuweka misingi ya ulimwengu? Ni ili kushughulika na misingi, ili kuweka misingi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Alitolewa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu ili kukujulisha ya kwamba misingi mingine iliyowekwa hapa hivi karibuni hapa isikutishie. Shetani asitutishie. Misingi iliyowekwa haina maana shetani ndio alikatangulia kuweka misingi. Ukiona kuna mapepo, ukiona kuna wachawi wamejaa kila mahali, usifikiri walitangulia kuwepo wao. Yesu alitangulia kuchinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Unasema sasa unamaanisha nisikia? Kuna kipindi Chato ilikuwa haina wachawi. Kuna kipindi Chato ilikuwa haina waganga. Kuna kipindi Geita ilikuwa haina waganga. Kuna kipindi Geita ilikuwa haina makahaba. Kuna kipindi Geita ilikuwa haina wachawi. Hicho kipindi kiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa nini nimekusemesha huu mstari? Nimekusemesha huu mstari ili uweze kuelewa msaada wa Mungu kukusaidia kwenye eneo la misingi. Msaada wa Mungu kukusaidia kwenye eneo la misingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Nataka uelewe hii ni jambo la msingi sana. Ni jambo la msingi sana. Sasa cheki nikusemeshe kitu cha ajabu sana. Wakati Yesu anachinjwa, ukisoma kitabu cha Waibrania sura ya 9, ukisoma Waibrania sura ya 9 kuanzia ule mstari wa 1 hadi wa 15, unaweza kukuta kitu cha ajabu sana.
Anasema si zaidi sana damu yake Kristo, ambaye kwa roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu, ikawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Nachotaka uone pale ni kwamba Yesu wakati anachinjwa, wakati anatolewa, alitolewa kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Na alipotolewa kama sadaka kwa msaada wa Roho Mtakatifu, Biblia inasema kutolewa kwake, ile thamani ya ile sadaka ilitokana na msaada wa Roho Mtakatifu ambaye aliongoza kuitoa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Na Mungu alipopokea ile sadaka, Yesu wakati anaenda msalabani, sisi tulikuwa tunamuona ni yeye anaenda msalabani. Yesu wakati anatolewa pale msalabani, tulifikiri ni yeye anajitoa mwenyewe. Hapana, ni Mungu alikuwa anamtoa. Kwa msaada wa nani? Kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Na kwa sababu hiyo, kitu ambacho nataka uone kwenye ule mstari pale ni kwamba alichinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasema kwa nini? Kwa sababu sadaka yoyote unayoitoa, misingi yake, imani yako, misingi yake iko kwenye sadaka ambayo Yesu alitolewa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Hakuna sadaka iliyotolewa kabla ya hapo, haiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sisi tunataka tupate nafasi ya kuomba hapa, tupate nafasi ya kuomba hapa, lakini nataka tupate nafasi pia ya kutoa sadaka. Nisikilize vizuri. Nimekusemesha kama unahitaji kuona nguvu za Mungu. Wakati Yesu anachinjwa, kuna nguvu za Mungu ziliachiliwa. Unasema nguvu za Mungu za namna gani? Zilikuwa ni nguvu za Mungu za kuweka misingi ya ujenzi wa dunia nzima, ya kutengenezwa kwa dunia nzima. Kabla Mungu hajaijenga dunia, alitoa sadaka ambayo ilikuwa inaitwa sadaka Yesu, ilitolewa. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna nguvu za Mungu ziliachiliwa pale kwa ajili ya kumsaidia nini? Kwa ajili ya kumsaidia Mungu kujenga dunia, kuweka misingi ya dunia na kusimamisha kitu alichokikusudia. Na wewe unapoenda kuachilia sadaka leo, imani yako weka kwenye damu ya msalaba. Weka kwenye damu ya msalaba. Wakati Yesu anakufa pale msalabani, ilinishangaza sana. Biblia inasema kwamba misingi, miamba ilipasuka, makaburi yakawaachia watakatifu. Ushawahi kufikiria nguvu zilizoachiliwa pale? Unasema ni nguvu zilizoachiliwa katika gani? Sadaka ilipotolewa, nguvu zikaachiliwa za kushughulika na nini? Na misingi. Wale watu walikuwa wameshikwa na misingi ya Agano la Kale. Biblia inasema kwamba mauti ikiisha kufanyika kwa kukomboa makosa kwa hao waliotakiwa kuirithi ahadi ya milele. Na pale chini anasema ya kwamba agano la urithi lina nguvu panapo mauti yake yeye aliyelifanya. Maana halina nguvu kabisa ikiwa mauti yake aliyelifanya haiko. Unasema ile misingi ilipopasuka, kwa nini iliachia takatifu? Sikia, walikuwa wameshikwa na agano lililopita, na misingi iliyopita ilikuwa imewakamata. Kwa hiyo nguvu zilipoachiliwa pale, zikaenda moja kwa moja mpaka kwenye misingi, zikatikisa. Bwana Yesu asifiwe. Nasikia nguvu za Mungu zimetufunika hapa. Mtusogezee tu pulpit hapa, maana tumemaliza nayo kazi. Tunataka mbingu ziachilie nguvu zake sahihi. Nguvu ziachilie nguvu zake sahihi. Karabashakorobosi kiyasata. Rapakora mandorobosi. Mimi sijui umeandaje moyo wako. Lakini nataka nikusemeshe kitu cha msingi sana upate kuelewa. Leo ni siku ya mwisho. Lakini ndani ya siku hii ya mwisho, nataka tunapoachilia sadaka pia, tunatoa sadaka pia kwa ajili ya mji huu wa Chato. Ndani yake na utapata msaada. Nilikwambia. Yule Eheli Mbetheli alipotoa, yule mtoto wake alipokufa, wa kwanza na wa mwisho, haikuwa tu msaada wa kumsaidia yeye kujenga, lakini ilisaidia na wengine kujenga. Yeriko nzima ijengwe. Wewe unapotoa sadaka hapa pia, Chato nzima ijengwe, sio ujengwe peke yako. Utajengwa wewe katika Kristo Yesu. Mungu atakuwekea misingi mipya ili ujengwe. Utatengwa na misingi ya imani za kwenu, misingi ya imani ambayo imekukwamisha usijengwe katika ahadi za Mungu alizokusudia kwa ajili ya kesho yako. Lakini tunataka na Chato ijengwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo tunapotoa sadaka, connect your connection. Weka hiyo connection imani yako.
ili uone msaada wa Mungu ukishuka na nguvu za Mungu zikishuka. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake Mungu atakujenga wewe, lakini atakuandaa wewe kwa ajili ya kuijenga Chato na kwa ajili ya kuijenga nchi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana unaweza kusema, unajua mtumishi, hata hela sina. Ndio kujengwa kwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wangapi wako tayari tupate nafasi ya kuomba? Okay. Nataka tupate nafasi kwanza ya kutoa sadaka hapa. Kwa sababu hii sadaka sina kazi. Sema sina kazi. Sema sina kazi. Sema sina kazi. Nimekuonyesha juu ya connection yake sadaka na nguvu. Kuna nguvu ambazo ziko hapa. Ziko hapa sasa hivi. Na zinaenda kumiminwa hapa dakika hii. Zina mimino. Dakika hii. Nguvu za Mungu. Sasa lazima ujiandae. Usiogope. Andaa moyo wako. Wala usije kwa uoga. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Andaa moyo wako kupokea hizo nguvu za Mungu. Kwa sababu iko misingi nimekusemesha ambayo huwezi ukatoka kama nguvu za Mungu hazijajaa ndani yako. Ni lazima nguvu za Mungu zijazwe ndani yako. Ujazwe kwa kiwango kikubwa kiasi ya kwamba shetani mpaka aogope. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo kabla tujapata nafasi ya kuachilia sadaka, nataka niombe toba kwa ajili yako. Ili tupate msaada wa sadaka ya damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani, na ule msingi wa sadaka ya damu ya Yesu ili iwe msingi wa sadaka unayotoa. Maana yake ni kwamba kabla Mungu hajaangalia sadaka yako unayotoa, aangalie sadaka ya damu ya Yesu aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Maana ndo msingi wa sadaka zote. Maana yake sadaka nyingine haiwezi kufanya kazi bila misingi ya sadaka ya damu ya Yesu na mauti yake. Kwa hiyo nataka tuombe toba hapa ili tupate msaada wa connection na sadaka iliyoachiliwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu, ipate kutusaidia kwenye misingi iliyowekwa kwenye hizi nyakati tulizo nazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Nataka usimame kwa miguu yako. Shika sadaka kama unayo mkononi mwako.